Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah mpenzi mtazamaji, tumekuwa naye na tunazidi kuwa naye, si mwingine bali ni ustadha wetu, Ustadha Sofia, ambaye anazidi kuelimisha wewe kama mwanamke nyumbani, kuelimisha wewe kama dada, kuelimisha wewe kama mama, na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia mafunzo yake ambayo anaweza kukupa wewe, utakuwa unaweza kufaidika, utakuwa unafaidika na mengi zaidi, na pia unayatilia maanani, kwa sababu anakwambia fanya, ukielezewa kitu basi kihakikisha kwamba unakifanyia kazi kiyo fasaha. Na inshallah katika awamu yetu ya leo mpenzi mtazamaji, ama katika mada yetu ya leo, tunaenda kuangazia nafasi ya mwanamke katika malezi. Tutataka kujua wewe kama mwanamke nafasi yako ni ipi katika kulea pale nyumbani, ima ni kulea mtoto, ima ni kulea nani. Hapo ndio tutaweza kufahamu, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asante sana na nashukuru kwa makaribisho yako. Alhamdulillah. Katika TV hizi zetu za Mahdi, ambayo inshallah kwa uwezo wake Allah si kwa ajili ya ujanja wetu, ni kwa ajili ya kuelimisha watu, ili pale panapokuwa panakwenda sipo tuwe tunaanza kurekebisha. Ndio, hilo ndio lengo letu. Si eti kwamba kuna ujuzi hapa, hapana. Ndio. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Bila kupoteza muda tuingie moja kwa moja katika mada yetu. Nafasi ya mwanamke katika malezi. Naam. Sisi kama wanawake tuangalie tuna nafasi gani katika jambo kama hili. Katika malezi, kulea, yani ima ni familia yako ama hata jamii nzima. Kwa sababu lote hilo kwa uwezo wake Allah inawezekana. Katika familia yako utajua jinsi utakavyotakikana kuilea pale ndani, na katika jamii ni vipi utairekebisha huko nje. Ndio. Tunaambiwa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, majukumu ya mwanamke ni pamoja na kuwa mama mlezi. Yani katika majukumu ambayo tuko nayo, mojawapo ni kuwa mama mlezi, yani kulea. Iwe ni kulea familia yako kama nilivyotangulia kusema, ama jamii huko nje. Kwa hiyo kukuchukua jukumu hili la kulea watoto, hili ni jukumu lililotengwa kwa ajili ya wanawake. Jukumu la kulea ni kwa ajili ya wanawake. Tunaambiwa kwamba haliwezi kuendana na umbile la wanaume na majukumu waliokabidhiwa. Yani kuna ile majukumu ambayo wanaume wamekabidhiwa ni tofauti na kulea watoto. Sasa hivi hapa Haifa, hauwezi kumwachia mwanamume mtoto mchanga akamlea mtoto yule peke yake bila ya kuwa na mazidi ya mwingine. Haiwezekani. Sasa hayo ni katika maumbile yao, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyo waumba. Kwa hiyo lile jukumu la kumlea huyu mtoto, hata ikiwa si mamake aliyomzaa, lakini mtoto yule atakuwa yeye atajua mtoto huyu anahitaji nini sasa hivi. Kama ni maziwa atampatia, kama ni chakula, uji, nini, kila kitu atamfanyia, na mpaka mtoto yule mashallah atakuja kukua mkubwa. Kwa sababu pia mwanamke ana uwezo wa kupangilia ni vipi anapanga barnamiji yake pale nyumbani, ni vipi atahakisha kwamba hawa watu wanakula vipi na vipi. Kwa sababu asubuhi wakati nilikuwa na peruzi katika mitandaoni, nikaangalia swala zima, kuna mwanamume anasema kwamba mimi mke wangu ametoka kwenda zake conference na ameniacha na watoto. Sasa alituachia chakula cha siku kadhaa. Lakini sasa chakula hicho sasa hivi ukiangalia ni siku ya pili, lakini chakula hicho pia kimepungua. Mpaka alikuwa kama ushona anataka ile kulia ama asilie, kwa sababu ulezi una uzito wake. Na maana yule mwanamke ama mama kuwa pale anajua yepi malezi mimi napangilia, hii pesa ni ya muda fulani, hii chakula kitapikwa hivi, kitafanywa hivi. Usishangae Haifa, sisi wanawake ndani za nyumba unakuta mtu ukiwa unataka kusafiri siku 2-3 ama hata wiki, utajipikilisha. Si una watoto unawaacha ndani ya nyumba, utajipikilisha. Yani mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Nikitaka kusafiri ili niwe na amani. Si unajua wewe ni mama, ni mlezi. Hakika. Kwa lile jukumu lako lile unalibeba, yani ukiwa pale
na pia ukiwa haupo kabisa. Kwa hiyo unakuta yani unajipikilisha kwa sababu unajua mimi nyumbani kwangu nikiondoka kama ikiwa sitoacha hivi basi watoto wangu na mume wangu watapata shida. Ndio utakuta wengine hata wakienda safari, haswa wanawake, inakuwa ngumu wao kukaa na amani kule. Dakika 2 ashapiga simu. Mambo yako vizuri huko. Msije mkaa mnachoma nyumba jamani. Basi. Kwa hiyo sasa malezi haya tumekabidhiwa sisi wanawake na kweli alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Yani alitupatia kazi ambayo yani tunaweza kuitumikia kwa uwezo wake. Ndio. Lakini mwanaume kweli hawezi. Akiondoka hapo, ukiondoka mwanamke kila kitu kimeharibika. Kwa hiyo sasa ili kidogo yani kuwe kuna ule ustaarabu na ule mwelekeo, mama jipikilishe. Ndio maana walivyosema kwamba mwanamke ana akili nyakati zile ni kwamba yule mwanamke ana uwezo wa kufanya kazi 2 mara moja. Sana. Anaweza kufua na kule anapika. Kabisa. Anaweza kufua na kule anaangalia nini yako vipi. Apange nyumba yake huko angalia mazingira mengine yako vipi. Sasa inakuwa anaweza kazi yake inafanya mambo kadhaa. Na inakuwa ni rahisi. Yani inakuwa ni rahisi katika kuyafanya hayo yote. Kwa ule upeo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Kwa hiyo jambo hili la ulezi kakabidhiwa mwanamke, sisi wanawake tumekabidhiwa. Na sheria ya Kiislamu inazingatia ya kwamba uhusiano kati ya mtoto na mama yake haswa katika miaka ya mapema. Yani mtoto anapokuwa mdogo haswa, unaona katika hii ni sheria ya dini, lakini hata tukija katika sheria za serikali huku nje, mtoto ambaye yuko chini ya miaka 7 tunaambiwa lazima atalelewa na nani? Na mama. Kwa sababu mtoto huyu wakati ule wa miaka ya mapema anapokuwa mdogo anahitaji sana malezi ya mama yake ama malezi ya mama, iwe kama ni mlezi ambaye atakayeweza kumwangalia katika umri ule. Wengine hata wanasema mtoto afike miaka 18 ndo aanze kujimekia decision zake. Sababu gani? Inabidi anakaa huko kwa sababu bado akili yake ni changa, sio kama imekomaa. Ikifika kama ile miaka 17 16 huwa ndo miaka ambayo ya ukuaji wa ule mtoto inakuja vizuri kwa kasi sana, tena kwa kasi. Utakuta ule mzazi wa kiume kumlea huyu mtoto wa kike inakuwa iko na ugumu sana. Naam. So lazima apatikane mama pale karibu ndo ili aweze kumlea vizuri. Kwa hiyo miaka ya mapema hasa inakuwa ni karibu na nguvu zaidi kuliko uhusiano wake kwa nani? Kwa baba. Kwa mtoto huyu unakuta anatakikana apate malezi zaidi tangu alivyokuwa pale mapema, bado ni mtoto mdogo, kupitia kwa nani? Kwa mama. Kwa sababu baba wako na mambo mengi jamani. Ataenda kazini, akirudi kwanza kishatoka kishasahau huku nje, huku nyuma amekuwa chaje. Lakini sisi wanawake huwa tunakumbuka saa hizi kwa nataka kufanya kitu fulani, acha nipige simu. Je, mmefanya nilichoambia mfanye? Kwa hiyo yale ni malezi ambayo mwanamke anatakiwa alee familia yake ama alee watoto wake wakati yupo na pia wakati akiwa hayupo. Ndio. Tunaambiwa kwa hiyo mama ndiye aliye na ushawishi mkubwa juu yake, anayeweza kuunda utu wake, yani utu wa yule mtoto. Tu mama peke yake ndio ambaye atakaye kuwa na ushawishi mkubwa. Unajua ushawishi mkubwa mtu anapata kupitia kwa mama. Unakuta pia saa nyingine unakuta mtu baba akifanya kitu kilichokuwa ni si kizuri, mama yule anaweza akakasirika, akakifanya yani akajikuta amekiongea hata mbele ya mtoto. Unaona? Mtoto yule kupitia ile kuponyoka kwa yule mama akapata kishawishi kwamba baba si mzuri. Kwa pia tunakiwa tuwe waangalifu kwa hilo. Kwa hiyo unakuta mtoto yule anaweza kupata vishawishi vingi kupitia kwa mama yake. Na kishawishi hicho wewe kama mama mlezi, kwa sababu mama wewe ndo mlezi, basi jitahidi sana ushawishi wako ndani ya nyumba katika kumshawishi mtoto katika malezi, basi uwe ni ushawishi mzuri ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo anautaka pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hiyo basi na watoto wanatakikana pia walifahamu hili. Watoto wanatakikana pia walifahamu ili waweze kuthamini na kumpatia mama haki yake. Kwa sababu unakuta watoto wengine hususan mabinti. Unajua binti akishakuwa mkubwa tayari akijiangalia amelingana na mzazi wake, anaona kwamba tumeshakuwa tunalingana na mama, utanieleza nini? Watoto wengine unakuta ni wajeuri. Na ujeuri huo unakuta labda sasa mama kama asipokuwa muangalifu katika ile malezi yake, akilelewa na watu wengine kule nje, ndio utakuja kukuta mtoto anapambana na yeye ndani ya nyumba. Kwa hiyo ili mtoto huyu ajewe na heshima, anatakikana alifahamu ili kwamba malezi hasa anatakikana kuyapata kupitia kwa nani?
kwa mama yake. Na ili aweze kuja kuitunza, kuithamini ile thamani ya mama ni nini. Kwa sababu leo, kesho na kesho kutwa naenda kuja kuitwa mama. Asipomthamini mama yake leo, je, vipi naenda kuja kuthaminiwa baadaye? Kwa hiyo thamani hii andakana aifahamu. Tuangalie Imamu Zainul Abidin alayhi salam ametueleza nini kuhusiana na malezi haya, ama nafasi hii ya mwanamke katika malezi. Tunamlea huyu mtoto kutokea wapi? Tukiangalia katika hadithi hii ya Imamu Zainul Abidin alayhi salam, anasema katika malezi ya mama, na wewe mtoto ndakana kulijua hili. Ni haki yako kulijua. Haki ya mama yako ni ujue kwamba alikubeba mahali ambapo hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kulibeba hili isipokuwa ni nani? Ni mama. Kwa hiyo tunaangalia sisi wa mama, tunaanza kuwalea, yani tuna nafasi kubwa ya kulea watoto wetu tangu wako katika nini? Tumbo. Katika tumbo. Na kweli mama usipokuwa mwangalifu, ujauzito unaweza ukaharibika. Si ni ukweli? Kweli. Mama usipokuwa mwangalifu, yani malezi ya yule mtoto, ukuaji utakuwa ni mdogo, kwa sababu mtoto kila mwezi unakuta mama tunaenda kliniki. Hizo kliniki tunazokwenda ni unaenda kuangalia mtoto anakuaje ndani ya tumbo. Kwa hiyo ile ni malezi ambayo unaanza kumpatia mtoto wangu yuko wapi? Katika tumbo. Utasikia daktari anakuambia, mama, ukitaka mtoto wako akue vizuri, ule vizuri. Maana unakuta wasichana wengi sasa hivi wanaogopa kula kwa sababu wanaogopa kufanyaje? Kunenepa. Sasa unamkuta anaogopa kula. Sasa usipokula wewe kwa kumlea mtoto wako tangu alipokuwa tumboni, ujue mtoto ule hatopata ukuaji uzuri ndani ya tumbo. Kwa hiyo ni nafasi ya kwanza ambayo mama anatakiwa kuijua. Kwa hiyo wasichana usiogope eti siju kunenepa. Bila ya kula mtoto wako atakuwa ni dhaifu ndani ya tumbo. Na ndio maana utakapokuja kuzaa mtoto amekamilika miezi 9, lakini unakuta kamekuwa kadogo, kadhaifu, na mtoto yule atakuja kuwa na ukuaji mgumu sana. Huenda pia ukaweza kuja kumpoteza. Sasa ili usije ukampoteza, hiyo ni nafasi yako mama, unatakana kulijua hilo. Yani usimdhulumu yule mtoto, usimdhulumu haki yake. Hivyo. Kwa hiyo ni nafasi ya kwanza. Mtoto mama anakuwa amepata nafasi hiyo tangu yupo katika tumbo, na hakuna atakayeweza kulibeba hilo, ile ni mama. Na akakulisha kutokana na matunda ya moyo wake, yale ambayo hakuna yeyote angeweza kukulisha isipokuwa ni nani? Mama. Na kwamba alikukinga na kusikia kwake na kuona kwake kwa mkono wake, miguu yake, nywele zake, ngozi, na furaha yake kwa viungo vyake. Hakuna yeyote ambaye angeweza kukulinda wewe tangu ulivyokuwa huko tumboni isipokuwa ni nani? Mama. Kwa hiyo hii ni nafasi ambayo wanawake tunataka tuijue, ya kulea. Yani si kwamba eti mtu unalea tu mtoto akiwa tayari yuko hapo. Nafasi hii tujue tuko nayo ya kumlea, ya kulea watoto tangu hapo katika nini? Katika matumbo. Mateso, kustahamili yale yasiyopendeza kwa maumivu yake. Yote haya mwanamke anakuwa anafanyaje? Anastahimili. Unakuta labda mama akiwa mjamzito hapendi kukisikia hiki, lakini imetokea amekisikia, anastahimili. Unaona? Kwa yote hayo ni kupitia mama. Mzigo wa maumivu, huzuni, yote hayo yanakuja kwa nani? Kwa mama. Mpaka mtoto yule anakuja kuzaliwa, anatoka katika tumbo, anakuja katika nini? Katika ardhi. Kwa hiyo watoto wanachotakikana kukijua hiki, na ili waweze kumpatia mama thamani kama mama. Kwa hiyo unakuta mara nyingi sana mama pale anajinyima yeye nguo, anakuvisha wewe. Mama unakuta unavaa tu nguo ya kawaida, lakini unaamua kumvisha mtoto wako. Hiyo ni malezi ambayo mama anatakana kuyajua. Nafasi hiyo anayo yeye. Anamlisha mtoto wake yuko na njaa. Mama unakuta anashiba, mtoto bora tu amepata kile chakula. Hiyo ni nafasi yako mama, kama wewe mama unatakana uitimize katika familia yako na watoto wako. Kwa hiyo kumlinda mtoto unatakana ujue kwamba uliishi katika tumbo lake. Tumbo lake yeye mama yako ilikuwa ndo nyumba yako.
mapaja yake ilikuwa ndo kiti chako. Alipitia kila aina ya dhiki na kila kitu. Huyo ni mama tu. Akakukinga kutokana na baridi na kila kitu. Huyo ni mama. Kwa hiyo hii ni nafasi ya kwanza ambayo sisi wa mama tunatakikana tuijue ya malezi ya kumlea mtoto yeyote, iwe ni msichana ama ni kijana, ni kutokea katika nini? Tumbo. Hiyo ni nafasi ya kwanza ambayo tunatakikana fanyaje? Tuijue. Kwa hiyo wa mama tunatakiwa tuwe makini katika malezi haya ambayo kwanza ni ya kwanza ambayo ya kulea watoto wetu, na ili kuweza kuja kuwapatia ile afya iliyokuwa njema baada watakapotoka katika nini? Matumbo. Hakuna mwingine atakayeweza kulifanya hilo, ni sisi wa mama. Na hiyo ni taufiki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, tunatakiwa tulijue hilo. Mashaallah, shukran sana ustadhi, umeweza kuelezea vizuri sana. Hakika nilikuwa nadhani nafasi ya mwanamke inaanzia tu akianza kuzaa, lakini mashaallah nafasi ya mwanamke katika malezi inaanzia pale kiumbe yule atakuwa tumboni. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Sofia anazidi kuelezea mengi na mengi zaidi binafsi na kurahi na maelezo yake, na maelezo mazuri, maelezo ya nakshi ambayo unajua kabisa wewe kama mwanamke ni rahisi kuweza kuyafata ili uhakikishe kwamba malezi ya yule mtoto unayafanya yawe malezi mema. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa nayo ustadha wetu Ustadha Sofia ambaye anazidi kukudadavulia na kukuelezea mingi kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika malezi. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, karibu tena ustadhi. Naam, shukran. Na bila kupoteza muda tuangalie kwa kuendelea na kipindi chetu hii katika awamu yetu hii ya pili, kuangazia na nafasi ya mwanamke katika malezi. Tumeshaangalia nafasi ya kwanza ya mwanamke katika malezi, anatakikana amlee mtoto kutokea wapi. Tumeshajua. Kwa hiyo tusije tukaona tu basi mtoto tukishazaliwa ndio pale malezi yanaanza. Pana. Malezi ya nafasi ya kumlea mtoto, mama huyu anatakikana amlee kwanza kutokea akiwa katika tumbo lake. Tuangalie mtoto huyu labda ameshazaliwa. Mtoto huyu ameshazaliwa na pia tuangalie vipi mama huyu anatakikana labda kumlea huyu mtoto kwa mujibu pia tukiangalia katika Qur'an na hadithi. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi gani katika malezi, na tukiangalia katika hadithi zinatufunza nini pia katika malezi na katika nafasi ya mwanamke katika malezi. Tukiangalia katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyompa nafasi mwanamke ya kwanza katika malezi, tuangalie katika kisa cha Nabii Musa. Nabii Musa kipindi kile cha Firaun, ilikuwa Firaun anakuwa akitaka kujua ni wapi atazaliwa mtoto wa kiume. Kwa hiyo na maana akizaliwa mtoto wa kiume ilikuwa anataka tu lazima amuue. Kwa hiyo tukiangalia huyu mama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia nafasi ya kwanza katika malezi. Kwanza tukiangalia Nabii Musa, yeye alivyokuwa pale mdogo, aliyekuwa karibu yake na kumlea mpaka akamchunga katika mazingira aliyokuwa ni magumu. Nafasi hiyo ya kwanza alipatiwa nani? Ni mama. Kwa hiyo ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii suratul Qasas ambayo ni sura ya 28 aya namba 7, Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba na tukamfunulia mama yake Nabii Musa, yani katika kumnyonyesha. Na mama yake Nabii Musa wakati alivyokuwa Mwenyezi Mungu alivyompatia ile amri kwamba amweke mtoto yule katika sanduku, mama yule alisikia huzuni sana. Kweli. Alisikia huzuni sana na akawa roho inamuuma, lakini kwa kuwa ni amri na ndio itakuwa ni katika kumuokoa yule mtoto, atafanyaje? Ni lazima ilikuwa alifanya hilo. Na pia mtoto huyu baada ya mama yake Nabii Musa kulifanya hilo, alipofika kule kwa hiki kisa, Firaun mwenyewe alishindwa huyu mtoto jinsi atakavyoweza kukua. Lazima akamhitajia nani? Mama. Atakayeweza kufanyeje? Kumnyonyesha huyu mtoto ili aweze kufanyeje? Kukua. Na kwa kuwa ni ahadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia mama yake Nabii Musa, na Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi ile.
mazingira yaliyokuwa ni magumu ya Firaun, lakini Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake aliweza kumpatia nafasi yule mama na akaweza kufanyaje kwenda kumlea mtoto wake. Kwa hiyo tunaona pale Mwenyezi Mungu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala nafasi gani aliyompatia mama ya kwanza ya kuja kuweza kumlea nani? Mtoto wake. Kwa hiyo malezi ya kumlea mtoto yanakabiliana sana na mama. Sisi kama wamama tujue kwamba ndio watu wa kwanza ambao tunatakiwa kuwa karibu na watoto wetu. Hilo limenikumbusha mbali sana ustadha, kwa sababu ukiangalia wanawake wa siku hizi wanawake wa siku hizi hawataki kunyonyesha watoto. Wanawake wa siku hizi hawataki kujenga ile ukaribu na yule mtoto. Ako radhi, unajua kuna yule mwenye utasema ndio anakamua kwa sababu daktari amempa. Lakini kuna yule mwenye anaamua mimi acha nikamue tu maziwa nimweke kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa na hikma kwa nini akisema kwamba mnyonyeshe yule mtoto. Sana. Enzi hizo hakukuwa na chupa. Zilikuwepo maybe. Labda sijui tuseme kwa sababu ukiangalia Mwenyezi Mungu ilikuwa ni direct. Mama mtoto ni kama direct. Inajenga pia ile ule mtoto anakuwa na ukaribu na mama yake. Sana. Kwa sababu ule mtoto pia huwa saa nyingine anahisi anachohisi mama yake. Sana. Lakini sio wanawake wa sasa hivi. Na pia umenikumbusha, tunaambia kwamba mtoto utakapompatia, unaona wasusa wengine wanakuwa na tabia fulani. Ndio. Ni kutokana na kile ulichomnyonyesha mtoto. Ndio. Sasa tumeshaanza tunapata watoto maziwa ya ng'ombe. Mtoto yule katika kule kunyonya maziwa ya ng'ombe utakuja kukuta amekuwa na tabia fulani zilizokuwa sizo za kibinadamu. Sasa hapa tunatakikana tujue sisi wa mama tuwapatie watoto wetu maziwa ya kuwanyonyesha sisi wenyewe, ambao kwanza maziwa yale Mwenyezi Mungu aliyatunga kwa kupitia yule mtoto pale. Kwa hiyo tumpatie haki yake. Na ndo ili mtoto atakaponyonya yale maziwa aweze pia kunyonya na tabia ile nzuri ambayo atakapokuwa naye. Alafu akili pia inajengeka vizuri. Kwa sababu saikolojia naamini yule mtoto kila kitu anachotia ndani ya tumbo lake. Naam. Kikitoka kimetoka ni kwa maziwa ya mama yake. Yale maziwa yana faida direct sana. Na yule mtoto kunyonya direct kwa yule mzazi ina umuhimu wake sana. Kuliko ni maziwa tunayopewa sasa hivi maziwa ya nini. Sawa, yote yao yapo katika ile unakuta zile pilika tulizokuwa nazo, lakini tujitahidi sana kuwanyonyesha watoto wetu. Kwa hiyo hii ni nafasi ambaye mama yake Nabii Musa alayhi salam Mwenyezi Mungu alimpatia na akamrudishia, na kwa mazingira magumu ya Firaun ya dhulma, lakini aliweza kumpatia mama yake kuweza kuingia pale na akampatia haki mtoto wake kuweza kufanyaje kumnyonyesha. Kwa hiyo mfano huu pia tunaupata pia katika nafasi ya malezi, pia tunaipata kupitia kwa Bibi Fatima Zahra alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ili kujua kwamba nafasi hii ni mama, tuangalie pia kisa cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wakati alipofariki Bibi Khadija. Bibi Khadija alipofariki, Bibi Fatima Zahra alayha salam alichukua nafasi hile ya kumlea babake, akakuwa na babake pale. Yeye kama mwanamke katika kumpatia yale malezi kama vile baba na mtoto. Akaweza kuwa na babake na akaweza kumwangalia babake, pamoja na kwamba si kama alivyokuwa akipatiwa na Bibi Khadija, lakini bado yeye kama mwanamke aliweza kuishika nafasi hiyo pia vile vile. Haki ya mtoto kwa mzazi. Haki ya mtoto kwa mzazi. Bibi Fatima hili haliliangalia, na pia vile vile alilea watoto wake katika mazingira yaliyokuwa ni mazuri. Katika mazingira ambayo yani kila mtu sasa hivi akiongea kuhusu kisa cha watoto wa Bibi Fatima Zahra alayha salamu, Hassan wal Hussein alayhi salamu, mtu anavutiwa na zile tabia ambazo ukiangalia hata vile hata licha ya kwamba Bibi Fatima ukiangalia Imam Ali mwenyewe amelelewa na Mtume sana. Sasa unaweza angalia maadili gani ambayo Imam Ali alikuwa nayo sana, maadili gani Bibi Fatima alikuwa nayo. Sasa hayo maadili tunatakiwa sasa mimi na wewe tuyafuate. Maadili gani baba mtoto atakuwa alikuwa nayo? Maadili gani mama yake mtoto pia alikuwa nayo? Chimbuko wazazi. Ndio ili baadaye mwanamke atakapokuja kupata nafasi ya kuja kulea alee katika mazingira ambayo yanayotakikana, kama vile walivolea Bibi Khadija na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali alayhi salam na Bibi Fatima Zahra alayha salam, ikaja mpaka katika Imam Hassan na Hussein walivolea na kina Bibi Zainab alayhi salam. Wote jinsi malezi tukiangalia ile chimbuko
Ukiangalia familia ambayo familia ni nzuri sana. Sana. Kwa sisi hapa tunatakiwa tupate ule mwelekeo wa kuchukua hii nafasi ya malezi kutokea kwao na tuje kuiweka na sisi kwetu ili watoto wetu wawe wamepata malezi yaliyokuwa ni malezi mazuri ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anaridhia. Pia tukiangalia tunaona kuwa heshima ya mwanamke kama mama mlezi na mwelimishaji wa kizazi. Mwanamke heshima yake kama mama mlezi na mwelimishaji wa nini? Wa kizazi. Huyu mwanamke ataielimishaje hiyo familia yake? Ataileaje ile nafasi yake ya ulezi? Ataitumiaje bila ya kuwa na nini? Na elimu. Kwa ina maana kwamba sisi wazazi lazima tupate nini? Ile elimu, kama Imam Ali alayhi salamu hapa, Imam Ali alayhi salam alivyosema, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwanamke ni shule. Ukimfundisha vizuri basi taifa zima limeelimika. Kweli. Kwa hiyo hapa sisi wanawake tunatakikana tupate elimu ya kujua jinsi hii nafasi yetu ya ulezi tunaitumiaje katika kuwalea. Wanawake wengi sasa hivi hawataki kutafuta elimu. Muda umekuwa mwingi, tuko busy sana, hatupati nafasi. Ndiyo. Lakini tunatakiwa pia tuangalie, unajua ile mizizi bila ya kuimwagilia vizuri haitaleta matunda mazuri. Ndiyo. Ule mti utakufa. Matunda hayatakuwa matunda imara, hayatakuwa matamu. Matunda yale yatakuwa ule mti ni dhaifu na matunda yale yatanywea. Lakini tukisema wanawake sisi tunajitolea, tunapata elimu, tunatafuta elimu ili tuweze kuijua ama kuitumikia nafasi yetu kwa uzuri zaidi. Ndiyo. Basi ni lazima tupate nini? Elimu. Ili nafasi hii tuweze kuitumia kwa uzuri zaidi, kwa maadili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayataka. Mshairi hapa tuangalie, mshairi alituambia, anasema mama yako ana haki. Yani hapa mshairi anatuambia, anaangalia katika ile nafasi ambayo anaitumia kwako. Ameshakulia yeye, amekuweka katika mazingira yalivyokuwa ni mazuri. Hebu tuangalie ni uzito gani wa hii nafasi ambayo mwanamke huyu ambaye ameitumia katika kulea watoto wake, na wewe msio unatakiwa kulifahamu hili. Mshairi anasema mama yako ana haki. Laiti ungejua jinsi mzigo wako uliokuwa mkubwa, ewe mwanadamu. Lakini kwake ni rahisi. Unaona? Hii ni ile elimu mwanamke ambaye alikuwa nayo na nafasi yake aliyojua yuko nayo na akaitumia vilivyo. Yani mzigo wa maisha magumu, unaambiwa kulea si kazi. Kazi kuzaa. Watu wanasema kuzaa si kazi. Kazi ni kulea. Ndio. Kwa unakuta kuzaa kweli si kazi. Utabeba mimi miezi 9 pamoja na shida zote unazozipata. Lakini kuna kuja hapa katika kulea bwana. Ndio pale kama hutakuwa na elimu vizuri, ukajua jinsi unavyotakiwa kuishika hiyo nafasi yako, ule mzigo utakulemea. Tashangaza utakuta wanawake wanapokuwa imani katika majumbani na labda mtoto wa mwenzie ama mtoto wake mwenyewe amekosea. Anapomwadhibu ule mtoto alafu jirani aje aseme mbona unampiga huyo mtoto? Mbona unamfanyia hivi? Ule mzazi atamwambia wewe hujui uchungu nilopitia na huyo mtoto. Baba mimi ndo najua, acha nimrekebisha akikosea, mimi ndo najua zaidi kwa sababu kesho yake huyu nikimwachia siku ya leo kesho ataenda fanya makuru kule sana. Kwa sababu mtoto kama unaambia samaki mkunje angali mbichi, akishakauka akunjiki. Anakunjikaje? Utakapomkunja utamvunja. Kwa sababu ile ukimkunja kishakauka hapo atavunjika yule. Kweli. Kwa hiyo bado mbichi, mkunje taratibu pale, unamwekea mkia wake katika mdomo. Kabisa. Ukimkaanga anakaa vile vile. Lakini unavyotaka wewe. Kwa hiyo sasa ndo mtoto sasa hapo. Wakati ule mdogo hebu jaribu kumkunja. Ukimwona anafanya, unajua kufanya watoto wadogo pia wanaelewa. Unajua mtoto unaona kwamba hana akili lakini anakuwa ni nani? Ni muelewa. Ndio. Ukimkataza kitu hata ukimfinyia jicho hivi, mtoto ameshajua kwamba mamangu amenikataza, anaacha. Na ukimuonesha kitu ukicheka tu, mtoto anajua kwamba mama kalifurahikia ile, anaendelea kufanya akifanyaje? Kucheka cheka. Kwa hiyo mtoto anamuona yule hana akili lakini ni muelewa. Kumbuka mamangu nyakati wageni wakija katika nyumba, atakwambia mara moja nendeni ndani. Kwa sababu ukiwa na ahlaki ya kwamba wageni wamekuja na watoto kuzunguka pale pale, mtoto anakuja anakuwa mbea. Aya sana. Lakini toka hapo ataenda kuambia rafiki zake, mama nimemsikia mama akiongea hili alifu bete. Sasa unakuta mzazi anakwambia mama alikuwa akwambia mimi
mgeni akikuja hakikisheni mmeenda nje kucheza Wote. ama mmeenda, nisione mtu hapa. Na ndo mpaka sasa hivi maadili ndo tuko nayo. Mgeni akija tukijua ni wa mama, sisi hao tuko hata chumbani. tunakuambiwa Au usubiri. Tuko chumbani kwa sababu gani? Unaangalia huyu ni mama ashasema na lazima ilitende. Kwa hiyo sasa tunaambiwa kwamba laiti mtu ungelijua mwanadamu ule mzigo uliokuwa mzito katika malezi, lakini mama yako kwa sababu alitumia yeye kama nafasi yake, kwake umekuwa ni rahisi. Ndio. Kumbuka kwamba ni usiku ngapi huyu mwanamke, huyu mama alitumia katika kukulea wewe. Hakika. Mama anakesha, wewe unalalamika, mama yule akisikia tunalalamika hivi mwanangu, akikuona unaumwa maskini uko na majeraha, kwa sababu yule mwanamume atalala. Tena anaukorota. Lakini yule mwanamke atakaa macho usiku mzima. Tena anaukorota. Anaukorota kabisa. Kwa hiyo unakuta huyu mama anaitumia nafasi ile katika kukuangalia wewe ili uje uwe ni mtu ambaye utakaye kuwa ni mzuri tangu ulivyokuwa mdogo mpaka utakapokuja kuwa mkubwa. Katika kulalamika majeraha yako na kila kitu. Na pia vile vile tunaambiwa kama tulivyosema kwamba kuzaa si kazi ni kulea. Kwa hiyo wamama unakuta hapa tunakuwa tunatakiwa tushike kamba, yani tukaze kamba katika kulea kulingana na yale maadili ambayo, yani yale maisha ambayo yako sasa hivi. Maisha sasa hivi yamekuwa ni maisha mabovu sana. Wanawake kama tusipoitumia nafasi hii kuwalea watoto wetu kama Ahlul Bait walivyofanya alayhimus salam, basi watoto watapotea na watajiingiza katika maadili ambayo sio. Hayapo katika maadili ya Kiislamu wala katika jamii, hayakubaliki wala hayapendezi mbele za macho ya watu. Kwa hiyo sisi kama wamama tunatakiwa tuiangalie nafasi hii kwa undani zaidi, ili watoto wetu waje wawe ni watoto ambao ni wazuri, wawe ni watoto ambao wenye kuigwa na mfano mzuri, kama tunavyotolea mfano Bibi Fatima Zahra alayha salam, Bibi Zainab bin Hassan na Hussein. Ile ndio tunatakiwa tuliigize. Lakini sio tuanze kuwapatia watoto wetu mwangaza wa kuigiza watu ambao wako katika dunia hii, ambao kazi yao ni katika kuharibu watoto wetu katika ule ukuaji na katika malezi. Nafasi hii kama mama tunatakiwa tuitumie vizuri na tuifunge kamba vizuri katika kuwalea watoto wetu ili tuweze kupata matunda mazuri inshallah. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie inshallah taufiki katika kuwalea watoto wetu na katika kupatia malezi yaliyokuwa ni ya dini, ili Mwenyezi Mungu awe radhi yetu na tuwe radhi na Mwenyezi Mungu sisi pamoja na familia zetu inshallah. Mashaallah. Shukran sana ustadha kuweza kuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Imekuwa ni faraja kuweza kufahamu mengi na mengi zaidi, hasa kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika malezi, na inshallah naamini tutakutana zaidi ili kuweza kujua mengi ambayo tunafaa kuangazia kuhusiana na wanawake. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Binafsi nimefurahi, nimeweza kupata faraja kuweza kujua nafasi ya mama, ni kama kuambua nafasi ya mama katika jamii. Tunakuelekezea kwako wewe mtoto, unapokatazwa na mzazi wako akukulea, sio kwamba anakuonea, ni bali anakupa mafunzo mawili matatu ili uweze kujisaidia. Maana kesho yake wewe nawe utakuwa pia mzazi, na anakuambia unapomfanyia mzazi wako dhihaki sasa hivi, kumbuka na wewe kesho utakuwa mzazi, mtoto wako naye atakuja kufanyia vile vile ulimfanyia mwanao, tena mara mbili yake. Ila inshallah kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa nikukwambia maasalam.